Tolewa katika taarifa za CAG, lakini hakuna yoyote aliyechukulia hatua. Vivyo hivyo, fedha hizi ni fedha ambazo tunazihitaji kama Watanzania kwenye kugharamia na kuboresha huduma mbalimbali za jamii, kugharamia na kuboresha miundombinu, kutengeneza fursa za vijana ambao wamekuwa kuzunguka mitaani wakitafuta ajira, wakitafuta kazi, wakitafuta mitaji. Vile vile tumekutana na hoja ya kuachiliwa kwa shilingi bilioni 2.673 za wajibu wa kampuni, yani CSR, ambazo ni mradi zinazotokana na mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Fedha hizi zimekuwa zikiongelewa kwa mwaka wa 6 sasa, na lengo la kuweka sheria ya wajibu wa kampuni kwa jamii ni kuhakikisha kwamba jamii zinazohusika kwenye maeneo ya miradi mbalimbali ikiwemo na huu zinafaidika kwa kuwekewa taasisi, vituo, mifumo mbalimbali ya kuboresha maisha yao. Bilioni 263 ni fedha nyingi sana ambazo zingeleta na kubadilisha maisha ya watu wa wilaya husika, wilaya za Rufiji, Kibiti, Liwale na wengine wote ambao wanaguswa na mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere. Lakini hata hivyo, tumeona jinsi ambavyo serikali imekuwa ikipita huku na kule na kushindwa kuwasilisha fedha hizo ili zitumike kuwaletea wananchi maendeleo, wananchi wa maeneo husika. Hoja nyingine ni kuhusu hasara ya ATCL. Hakuna sababu kwa nini makosa ya mchakato wa manunuzi ya ndege, uamuzi wa kuhamishia Ikulu wakala wa ndege za serikali na mfumo wa umiliki wa ndege bado haujarekebishwa, ili hali CAG anaonyesha madhara ya maamuzi hayo kila mwaka. Fedha za kodi za Watanzania zinaendelea kutumika kulipia gharama mbalimbali ATCL, na shirika hili linaendelea kupata hasara. Kwa hiyo kama wananchi tunaendelea kujaza kwenye mfuko ambao unaendelea kutoboka, hakuna tija. CAG ametoa ni nini kifanyike tuondokane na hii hasara, lakini serikali imeshindwa kutekeleza. Majawabu tunawapata katika eneo hili la usimamizi wa fedha za umma ni kwamba fedha za Watanzania zinaliwa, miradi imepelekezwa, Watanzania wanaumia chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hii inaonyesha kuwa serikali yote ni ya kifisadi, haijali wananchi wake, na taifa letu limeendelea kuwa shamba la hivi. Ni wakati sasa kwa Watanzania kupambana kuiondoa serikali ya CCM madarakani. Kila Mtanzania ahakikishe anakwenda kutumia mwaka huu wa uchaguzi kupiga kura yake, kusema hapana kwa kinachoendelea na kuipa dhamana ACT Wazalendo ili ihakikishe kwamba kila shilingi inayokusanywa inatumika kwenye kutoa huduma bora za jamii, ijenge uchumi imara wenye kuzalisha ajira nyingi na bora, na ipambane na ufisadi na ubadhirifu wa mali za umma bila woga wala upendeleo. Mwaka huu wa uchaguzi mkuu mwaka 2025 ni lazima tutumie ripoti ya CAG kuwaonyesha Watanzania kwamba na kuonyesha Chama cha Mapinduzi kwamba tumechoka kuona fedha za umma zinaenda kuwanufaisha watu wachache walioko madarakani. Tumechoka kuona miradi inaendelea kulala huku deni la taifa linaendelea kupaa. Tumechoka kuona madai ya wafanyakazi na wakandarasi yakipewa ngojera huku posho za chai, magari ya kifahari na matumizi ya anasa viongozi yakipewa kipaumbele. Tumechoka kuona kila shilingi inayopaswa kwenda kutoa huduma bora za afya, elimu kwa Watanzania zinaishia kwenye matumbo ya watu wachache.
tumeonyeshwa kuwa miaka hii minne ya Rais Samia ni miaka ya fungulia mbwa, ni miaka ambayo kila mtu ameachwa afanye anachotaka. Mheshimiwa Rais mwenyewe aliwaelekeza watumishi wake kula kwa urefu wa kamba yao, na tunaona sasa kamba imekatika. Hakuna ufuatiliaji, hakuna uwajibikaji, hakuna huduma bora zinazoelekezwa kwa wananchi, hakuna mtu anayechukuliwa hatua. Ni wajibu wetu kama Watanzania, kama wananchi tunaotaka mabadiliko, kutumia mwaka huu wa uchaguzi kuonesha hasira zetu dhidi ya uzembe, ufisadi na wababaishaji katika taifa letu ambao ni Chama cha Mapinduzi. Sisi kama chama makini tumeendelea kutimiza wajibu wetu, kuisimamia serikali na kuonyesha nini kifanyike. Asanteni kwa kutusikiliza, na naomba niwapongeze timu yetu ya chama ya SCARO kwa kazi kubwa ya uchambuzi wa ripoti hii. Mawaziri wote mliohusika, viongozi wa chama na nyie mlioshiriki hapa kuja kutusikiliza na kuendelea kufahamu ni nini kinachohitajika kufanya baada ya kupokea uchambuzi huu kutoka chama cha ACT Wazalendo. Asante sana. Ndio tumefikia mwisho wa tukio letu hili. Tunashukuru sana.